Namna ya kutengeneza bajeti nzuri ya fedha kwa mwaka 2026. Fata njia hizi 7 kutengeneza bajeti au mpango wa matumizi ya fedha zako kwa mwaka 2026. Njia ya kwanza, tambua mapato yako. Kuna watu mwaka umeisha hajawahi kuainisha vyanzo vya mapato yake kwa mwezi, na hajui jumla ya vyanzo vyote vinamuingizia kiasi gani kwa mwezi. Hivyo ukishindwa kutambua hilo, hauwezi kuwa na bajeti madhubuti ya matumizi yako ya fedha, kwa sababu haujajua, haujajumuisha, haujaweka kwa pamoja mapato yote ambayo unayapata kwa mwezi. Lakini njia ya pili, orodhesha matumizi yako. Unaweza kugawa matumizi yako kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza ni mahitaji ya lazima. Nazungumzia matumizi kama kodi ya pango, nazungumzia matumizi kama ada, nazungumzia matumizi kama bills za umeme, bills za maji, lakini pia nazungumzia matumizi ya chakula. Ni matumizi ambayo ni lazima uyafanye, sio option. Lakini kundi la pili ni matumizi ya matamanio. Haya ni matumizi ambayo hauwezi kukwepa kuweka bajeti yake. Ni lazima uyaweke ili kusave pesa ya bajeti nyingine. Usipoweka matumizi ya pesa kwenye kundi hili, manake pesa ya vitu ambavyo utakuna vitamani tu kununua utakuna itoa kwenye bajeti ya matumizi mengine. Matumizi ya matamanio na maanisha safari mbalimbali, nazungumzia starehe, nazungumzia mavazi, nazungumzia zawadi kwa marafiki, nazungumzia michango mbalimbali. Haya ni matumizi ambayo ni ya matamanio, ni wishes na sio ya lazima. Unaweza ukafanya au usifanye. Na kwa kawaida matumizi haya yanabadilika kulingana na mwezi, kwa sababu mwezi huu unaweza ukaamua usafiri kwenda sehemu fulani, lakini mwezi ujao usiwe na safari hiyo. Mwezi huu unaweza ukaamua kununua nguo, ukatamani kununua nguo, lakini mwezi ujao usitamani kununua nguo. Kwa hiyo ni matumizi ambayo yanabadilika mwezi na mwezi, siku na siku. Lakini kundi la mwisho ni kundi la matumizi ya akiba, malengo na uwekezaji. Hili ni kundi ambalo ni muhimu kwa afya ya malengo ya kifedha, lakini pia ni kundi muhimu ambalo baadhi wanaweka kama ni hiari, lakini kwangu hili ni kundi la lazima, na ni lazima uwe na akiba, uwe na pesa kwa ajili ya malengo ya muda mfupi au ya muda mrefu, na uwe na pesa kwa ajili ya uwekezaji, aidha wa mali au maarifa. Hivyo ukishagawa matumizi yako kwenye hayo makundi matatu, sasa utakuwa na uwezo wa kufata bajeti ulioiweka kwa kila kundi. Lakini njia ya tatu, fuatilia matumizi yako. Unaweza ukatumia dhana tofauti kufuatilia matumizi yako. Aidha ukatumia rekodi, yani ukawa unaandika matumizi yako ya siku 30 au matumizi yako ndani ya mwezi, ukatumia daftari na pen kunoti kila siku nini umenunua shilingi ngapi, umebakiwa na kiasi gani. Lakini nje ya hiyo mbinu ya kuandika, unaweza kutumia programu mbalimbali za software za kwenye simu ambazo zinafanya kazi sawa na hiyo ya kurekodi. Kuna programu kama Moneylover, lakini pia kuna programu kama Cashbook. Hizi zote unaweza kutumia kurekodi matumizi yako ya kila siku, na mwisho wa siku baada ya mwezi ukajua namna ambavyo umetumia pesa kwa mwezi husika. Hii itakusaidia kujua pesa yako inaenda wapi na inatumikaje. Hamna chuma ulete saizi, chuma ulete ni wewe mwenyewe. Lakini njia ya 4, tengeneza muundo wa bajeti. Bajeti yako unaipangeje? Kumbuka tulisema matumizi unaweza kugawa kwa makundi matatu, lakini kwenye hayo matumizi ya makundi matatu unagawa vipi kiasi cha pesa unachokipata? Kama unapata kiasi cha shilingi 200,000 kwa mwezi, unagawa vipi hiyo 200,000 kwenye yale makundi matatu? Je, utaweka kiasi chote kwenye kundi moja
au utazingatia nini? Utapangeje 200,000 kwenye makundi matatu ya matumizi? Sasa hapa kuna muundo wa bajeti ambao binafsi wanatumia na baadhi ya wengi huwa wanatumia sana muundo huu. Ni muundo wa 50-30-20. Yaani ikiwa na maana kwamba 50% ya kipato chako weka kwenye mahitaji ya msingi au mahitaji ya lazima, lakini 30% ya kipato chako weka kwenye matumizi ya hiari. Matumizi ya hiari au tunasema matamanio. Lakini 20% ya kipato chako iweke kwa ajili ya akiba, malengo na uwekezaji. Sasa hizi 10% zitaleta kiasi tofauti kulingana na kipato ambacho unakipata wewe kwa mwezi. Kama ni 500,000, basi hizi 10% zitakuwa na kiasi tofauti. Kama mwingine anapata 1,000,000, 50% atagawa hivyo, 30, 20 hivyo. Kama itakuwa ni 100,000, the same. Tumia 10% hizi, 50 kwa ajili ya mahitaji ya msingi, 30 kwa ajili ya mahitaji ya hiari au ya matamanio. Hapa tunazungumzia nguo, mavazi, tunazungumzia safari, tunazungumzia auti, tunazungumzia zawadi kwa marafiki, na vitu vingine ambavyo ni matamanio, sio lazima uvifanye. Na 20% kama nilivyosema, tunazungumzia akiba, malengo na uwekezaji. Unaweza ukaamua 20% unanunua hisa, au utakuwa unawekeza kwa ajili ya kununua kiwanja, au utakuwa unaweka akiba kwa ajili ya lengo lolote la muda mfupi au la muda mrefu. Lakini njia ya 4, weka malengo ya kifedha. Sasa bajeti ni lazima iwe na malengo ya kifedha. Bajeti lazima iendane na malengo yako ya kifedha. Weka malengo ya kifedha, hakikisha unaweka akiba ya dharura. Kuna uhusiano wa karibu sana kati ya akiba ya dharura na malengo ya kifedha. Ukiweka malengo ya kifedha bila akiba ya dharura, manake dharura ikitokea utaharibu lengo lako la kifedha, utatoa hiyo pesa na kutatua dharura iliyokukuta. Hivyo ni lazima uzingatie kuwa na akiba ya dharura wakati unaweka malengo yako ya kifedha. Kwa mfano, unasema lengo lako la kifedha ni mwisho wa mwaka ununue kiwanja labda cha 1,000,000 na 200,000, lakini hauna pesa ya dharura, hauna akiba ya dharura kwa mwaka mzima. Maana yake katikati ya mwaka ikitokea changamoto, ikitokea dharura, italazimika kutoa kiasi ambacho na save kwa ajili ya kununua kiwanja na kutatua dharura yako, na usikute dharura ikawa ni kubwa kuliko malengo yako ya kifedha. Una save 1,000,000 na 200,000, lakini ukapata dharura ya 2,000,000. Maana yake actually utalazimika kutoa pesa yote ya malengo na kutatua dharura, na mwisho wa siku hautafanikiwa kwenye lengo uliloliweka. Kwa hiyo hakikisha unavyoweka malengo yako ya kifedha, kwanza kabisa anza na akiba ya dharura. Na akiba ya dharura inatakiwa iwe sawa na gharama za matumizi yako ya mwezi kwa miezi 3 hadi miezi 6. Lakini njia ya 6, tumia zana mbalimbali kutengeneza bajeti yako. Kuna njia nyingi ya kutengeneza bajeti kwa saizi. Unaweza kutumia peni na karatasi, ukachora kwenye daftari lako, ukagawa mwezi huu matumizi yangu yawe hapa, nitafanya hiki. Lakini ukatumia Excel au spreadsheet. Hii ni kwenye kompyuta, programu ya Excel inarahisisha sana kutengeneza budget. Lakini pia ukatumia programu za simu kama Cashbook, Moneylover na Good Budget. Hizi pia ni programu nzuri ambazo zinaweza kukutengenezea budget nzuri ambayo wewe itakuwa ni kutrack na kufuatilia tu. Lakini njia ya 7 na ya mwisho, fuatilia na ubadilishe pale ambapo inawezekana. Angalia bajeti yako na mwenendo unavyoenda na bajeti yako. Kama kuna sehemu inaenda ndivyo sivyo, hakikisha unakuwa mwepesi kubadilisha na kuedit ili iende kama ambavyo umepanga. Ukikuta bajeti haiendi kama unavyotaka, unaweza kubadilisha katikati ya safari.
ili mwisho wa siku uweze kufanikiwa kwa malengo yako uliyoyapanga. Basi hizo ni njia 7 za kutengeneza bajeti nzuri kwa mwaka 2026. Naamini mwanzoni mwa mwaka wote tutafuata njia hizi na tutatengeneza bajeti nzuri ambazo zitusaidia kufanikiwa malengo yetu ya kifedha. Mwishoni mwa mwaka kama mwezi huu kwa mwaka 2026, tutakumbushana na tutaulizana ni wapi tumefanikiwa na ni wapi tumefeli. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli hii ya Kipato Digital TZ, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na posti nyingine nyingi ambazo tunaziposti kila siku zilizolenga kuelimisha masuala ya fedha na usimamizi wa fedha. Lakini pia unaweza ukashare video hii na rafiki, jamaa na ndugu ili nao waweze kufikiwa na video hii ya kuelimisha na waweze kuwa na matumizi mazuri ya pesa yanayofuata budget na malengo yao. Basi asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Tukutane posti